Moja kwa moja kutoka katika maonyesho ya Karibu Kili Fair 2025 yanayofanyika hapa katika viwanja vya Mashujaa jijini Arusha, na tumepata fursa ya kuweza kutembelea katika banda la maonyesho la shirika la ndege la Flightlink. Tunafahamu kwamba zaidi ya kampuni 500 zimeweza kushiriki katika maonyesho haya kwa mwaka 2025. Kwa hivyo Flightlink ni miongoni mwa kampuni hizo ambayo yenyewe inatoa huduma ya usafiri wa anga katika maeneo mbalimbali Tanzania, na hivi karibuni inatarajia kuanza kutoa huduma hiyo katika maeneo ya nje ya Tanzania, nazungumzia nchini Kenya. Tutapata fursa kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika hili Mr. Munawar Dhiran. Ataweza kutueleza mambo tofauti kuhusu ujio wa ruti hizi mpya na namna ambavyo zitasaidia, lakini pia ushiriki wa shirika hili katika maonyesho haya Kili Fair 2025. Mr. Munawar, habari yako? Nzuri sana, asante sana kuwa na mimi hapa. Tunashukuru sana kwa mapokezi. Tunaona kumefaa na watu mbalimbali wanakuja hapa kuweza kusikia zaidi kuhusu Flightlink. Maonyesho haya kwa mwaka huu unaona katika utofauti gani ukilinganisha na miaka iliyopita? Maonyesho haya ni mazuri sana na nawapongeza sana organizers wa Kili Fair kwamba tunashiriki every year Kili Fair, na every year tunaona kwamba inakuwa more exciting, bigger, more people wanakuja kwenye maonyesho hayo, more travel agents wanakuja, more airlines wanakuja, na maonyesho haya yanapanuka every year, ambaye it's very good news for the tourism ya kwetu hapa ya nyumbani ya Tanzania. Okay. Ni kitu gani kipi ambacho umekuja kukionyesha katika maonyesho haya ya Kili Fair kwa mwaka 2025? Sisi tunatangaza routes zetu mpya ambayo tunaanza kuanzia June. Unajua kwamba flying season inaanza June Tanzania, ambayo ni holiday season. June, July inaanza holiday season, na sisi mwaka huu tunaanza 4 new routes. Flightlink tunaanza 4 new routes. Moja very exciting ni Arusha Nairobi Wilson, direct from Arusha, sio Kilimanjaro, direct airport ya Kisongo Arusha kwenda Nairobi. Na nawapongeza sana efforts za Tanzania Airport Authority, wametusikia kwamba there is a need for Arusha to be a regional airport, kwa sababu Arusha ni heartbeat ya safari gateway in Tanzania. Kwa hiyo inabidi sana Arusha iwe regional airport to support movements ya tourism within East Africa. Kwa hiyo we are starting on the 15th of June. We are starting direct flights kutoka Arusha Airport kwenda Wilson Airport. Hiyo ni 15th June. 15th June mwezi huu. Kuna watu wengi sana wanaendesha magari kwenda Namanga na kwenda Nairobi. We are going to cut their travel time by almost 5 folds. Ukiendesha gari kutoka Arusha kwenda Namanga ni masaa 5, 4, 5 boda nini. Na safari yetu ni dakika 35 tu, na itakuwa kila siku 7 days a day, 7 days a week. Kila siku jioni saa 11 kila siku. Kwa hiyo tuna cut short, wapi 5 hours, wapi 35 minutes flight to Wilson. Kwa hiyo na bei yetu ni nafuu sana. Kwa hiyo ni 15th June. Alafu tunaanza flight nyingine kutoka Zanzibar kwenda Jomo Kenyatta Nairobi. Zanzibar Jomo Kenyatta kila siku 7 days a week kuanzia 1st July. Hiyo itaboresha sana, itapanua sana tourism movement between Masai Mara, Nairobi na Zanzibar. Unajua siku hizi movement ya tourism sio point to point. Watu wanatoka Masai Mara, wanatoka Amboseli, wanakuja Nairobi, wanapanda ndege wanakuja Zanzibar. Sisi tunaongeza capacity ya watu kuja Zanzibar. Umeshafahamu, na Tanzania Flightlink ni kampuni ya Kitanzania ya mwanzo ambayo itaruka as Tanzanian company. Okay? Tunajua mashirika yengine yana joint venture na kampuni za Kenya na nani. Sisi ni Tanzanian company, itakuwa first company to fly from Arusha to Wilson na Zanzibar to Jomo Kenyatta. Okay. Very exciting times. At the same time,
unajua lazima tujue kwamba gateway to Serengeti is Mwanza, is not Arusha. Kwa sababu Arusha watu wamezoea Arusha, lakini if you want to go to Serengeti, the gateway to Serengeti is Mwanza. Tunaanza flight ya kwenda Mwanza kila siku kuanzia 1st July. Ukifika Mwanza, it's very easy to get to Serengeti. It's just 2 hours drive. While if you come to Arusha, to get to Serengeti, it's about 8 hours drive. Of course, kwa hiyo tunaanza from 1st July, tunaanza ndege zetu zitakuwa zinakwenda Mwanza kila siku asubuhi. Tunaondoka Dar saa 1 asubuhi, tunafika direct flight to Mwanza 9 o'clock. Alafu tutakuwa na 10:30 flight from Mwanza to Kilimanjaro. Kwa hiyo wale watu ambao wanatoka Serengeti wana connect na sisi Mwanza, wanakuja Kilimanjaro. Wale ambao wana connect ndege zao Kilimanjaro wanaondokea Kilimanjaro, na wale watu ambao wanaendelea safari zao kwenda Zanzibar na Dar es Salaam tunawaleta Zanzibar na Dar es Salaam na shirika letu. Kwa hiyo these are very very exciting times. We are tapping into the tourism circuit ambayo our flights are all coordinated. Okay. Yeah. Neno moja kwa watumiaji wa Flightlink, abiria wa Flightlink. Sisi Flightlink, malengo yetu, kampuni yetu ina malengo yetu. Malengo yetu ni kukupeleka destination yako kwa usalama na on time. Hiyo ndio malengo yetu. Sisi our core business is to fly you safely and on time. Our on time performance, tunaweka bidii sana kwamba wateja wetu wasichelewe wanapokwenda, kwa sababu delays are not good, especially wewe kama ni tourist, time yako ni muhimu sana. Kwa hiyo one of the reason that Flightlink inahimiza sana ni on time performance, and that's our motto kwamba Flightlink we are trying our best that our flight should be always on time and safe. And that's our... Na ni kipi hasa kinatofautisha shirika la ndege la Flightlink na mashirika mengine ya ndege Tanzania na nje ya Tanzania? Ndege yetu ni brand new, ndege zetu ni very nice, they are state of the art. ATR ni nzuri sana ndege, ina very good turnaround capability, very comfortable flights, na kama nilivyokuambia, on time performance. On time performance is very important, and hiyo ndio inatufanya sisi tuwe tofauti na wenzetu. Kusafiri on time every time ni muhimu sana. Hiyo ndio inatufanya sisi ni tofauti na wenzetu. Okay. Yes. Shukran sana Mr. Munawar. Ni Mr. Munawar Diran, mkurugenzi mtendaji wa shirika la ndege la Flightlink, ambalo ni shirika binafsi la ndege nchini Tanzania. Na kama ulivyosikia, safari mpya ni nyingi sana zinazoendelea, na hii ni mipango ya awali. Naamini kuna mipango mingine mikubwa zaidi ambayo inakuja itakayoendelezwa na shirika hili la Flightlink. Naitwa Zena Kasim. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel, LinkedIn na TikTok kama Aviation Tanzania.